سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمامين الجليلين الإمام المحلي والإمام السيوطي رحمهم الله تعالى وأدام النفع بهما وبعلومهما الشريفة في الدارين آمين رضي الله عنكم آمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا. Surah hii inaitwa Suratul Humaza na ndani yake pana maneno mawili haya. Kuna neno humazatun na kuna neno lumazatun. Humazatun ni kusengenya kwa mdomo na lumazatun ni kusengenya kwa macho. Amekuja mtu unafanya hivi, maana yake huyo amekuja. Mnafanya hivi, maana yake huyo nishakuja yule jamaa hiyo, ndio maana yake. Kwa hiyo kusengenya kwa macho kunaitwa lumazatun na kusengenya kwa mdomo unaitwa humazatun. Lakini alghibatu ni kusengenya, lakini humazatun kusengenya na maneno mabaya ndani yake. Anasema kwanza sura hii ni ya Maka au ya Madina. Kuna ikhtilafu ya wapokeaji wa riwaya hizo. Wa hiya 9 ayati, nayo ina aya 9. Ameanza subhanahu wa ta'ala kwa kusema bismillahir rahmanir rahim wailun likulli humazatin lumaza. Ole wao. Neno wailun ni neno linatumika kwa maana mbili. Maana moja ni wadin fi jahannama, ni jangwa liliopo ndani ya moto wa Jahannam. Jina lake linaitwa wailun. Na katika mazungumzo ya lugha ya Kiarabu neno wailun linatumika kwa maana ya kumkanya mtu na kumkataza jambo fulani asilifanye, lina ndani yake maafa mabaya. Ndo wailun natumika. Ole wao likulli humazatin lumaza, kwa kila mwenye kusengenya kwa mdomo na mwenye kusengenya kwa kutumia macho. Maana yake pamoja na hizi nyusi zinatumika maana anafanya hivi. Na
Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatueleza kwamba shiraru nasi, waovu katika watu duniani, ni ibadullahi ta'ala almashauna bin namima, ni watu wenye kwenda kwa kufitinisha kwa maneno yao, almufsiduna baina alahibba, wenye kuwaharibu baina ya wapenzi, albaghuna lilbarai alaiba, wenye kuwataka waliotakasika kuwatia aibu. Maneno hayo yamo katika tafsiri ya Qurtubi. Anasema alladhi jamaa malan wa addada. Hawa wanatajwa kwanza ni kama Umayya ibn Khalaf na Walid ibn al-Mughira na wengineo katika kundi lao, ndio walikuwa wanafanya humaza na lumaza. Alladhi, ambaye au ambao, jamaa malan wa addada, wamekusanya mali na wakaihesabu, wakaona wao wana mali mengi, kisha yahsabu anna malahu akhladahu, anadhani kuwa mali yake itamfanyisha aishi milele bila kufa. Kalla, sivyo hivyo. La yumbadhanna, atabururwa na kubwagwa, fil hutama, katika moto ambapo kila kinachoingia ndani yake kinatwangwa kikabomoka. Wama adraka mal hutama, na anaambiwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kitu gani kilichokujulisha hiyo hutama ni nini? Ni narullahi almuqada, ni moto wa Mwenyezi Mungu ulokwisha washwa, wenye kubabua. Allati tattali'u ala al-afida, ambao katika kuunguza kwake unapanda juu mpaka kwenye moyo wa yule anayeunguzwa, ukaungua na ule moyo. Kwa nini umetajwa moyo? Al-afida ni kifua, lakini makusudiwa ma hawahu al-afida, al-fuadu, ma waahu al-fuadu huwa al-qalbu. Siku zote katika Qur'ani ikitajwa fuadi au ikitajwa sadri, basi inakusudiwa moyo. Kwa hiyo moto ambao unapanda kwenda kuunguza kwenye moyo. Na katika viungo vya binadamu, kiungo ambacho kikiungua au kikikatwa, basi kina uchungu zaidi, hakuna kinachozidi moyo. Innaha, hapana shaka moto huo, alaihim mu'sadatun, ni wenye kufungiwa wao ndani ya moto huo. Wao hawatoki na huo moto hautoki. Fi umudin au fi amadin mumaddada, moto wenyewe uko katika nguzo zilizopita hapo kwenye hiyo Jahannam. Nguzo zile zina matundu, zenyewe zinatoa moto kuliko moto wa gesi. Zinaelezwa habari hizi kwa kuamrishwa watu waache haya mambo ambayo wanayafanya hawa makafiri wa Maka,
kwamba jambo hili ni baya sana. Safari moja, mmoja katika Makureishi alikuwa akipita Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaenda zake kwenye Al-Kaaba, mbele ya Al-Kaaba na swali, akamfanyia hivi kwa nyuma kwenye kisogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ananyosha swafu akiwa yuko Madina, aliwaambia watu kwamba sawu sufufakum, nyosheni swafu zenu. Sawu sufufakum, neno istau maana yake nyokeni nyewe wenyewe, mnyoke. Na sawu sufufakum, nyosheni swafu zenu. Fa inni ara min warai kama ara min amami, mimi naona kwa nyuma kama navyoona mbele. Basi Mtume akamwona yule mtu aliyefanya yale macho namna hii, akamwambia utabakia hivyo hivyo. Basi yule bwana maisha yake namna hii mpaka kufa kwake, lakini hakuishi muda mrefu tena. Hapa mbele yetu pana sura nyingine. Sura hii inaitwa Suratul Fili, imeteremka Maka na ina aya 5. Sura hii ina kisa kirefu, na hicho kisa kwa mwenye kuisoma sura hii nawajibika akijue. Lakini kwanza tutasoma sura, kisha tutaangalia muda, ikiwa unaruhusu tutaeleza kisa chote. Ikiwa muda hauruhusu, basi tutakuja kueleza kesho kisa chake, maana ni kisa kirefu, kinahitajia muda katika kueleza kwake. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alam tara, hivi hukuona? Maana yake umeona wewe, lakini hakuona kwa macho. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa kwa kauli iliyokuwa na nguvu, ni siku 60 baada ya kisa cha Ashabul Fil, kwamba alam tara, hivi hukuona, maana yake hustajabii. Kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, vipi aliwafanya Mwenyezi Mungu wenye tembo, yani Ashabul Fil, jeshi lenye tembo. Tembo walikuwa ni 12, wakiongozwa na tembo anaitwa Mahmud, na huyu alikuwa ni tembo mkubwa kwa wakati ule. Katika mji wa Habesh wanasema hajawahi kutokea tembo mkubwa kuliko huyo. Alam yaj'al kaidahum, hivi hakujaalia, yani amejaalia Mwenyezi Mungu kaidahum, vitimbi vyao vya kuja kubomoa Al-Kaaba, fi tadhlilin, katika upotevu. Wa arsala alaihim, na akawatumia tayran ababil, ndege wadogo weusi wanaitwa jina lao ababil. Ndege hao walikuwa 20,000. Kila ndege moja amebeba mawe 3. Na wengine katika riwaya wanasema walikuwa ni zaidi ya 20,000.
na jeshi la Abraha lilikuwa watu 60,000 pamoja na Abraha mwenyewe manake. Kwa hiyo kila jiwe moja linachukua watu 3, na katika wale tembo aliyeokoka ni yule Mahmud. Wale wengine wakati wanakimbia waliuawa wote, pamoja na kwamba yule Mahmudu naye alikimbia lakini hakuuawa. Na lile jeshi lilitimka likawa linakimbia ovyo mpaka ile njia ya kwenda huko walipotoka, wametokea Yemen, hawaioni. Wameuawa wote ila Abraha hakuuawa hapo. Mwenyezi Mungu alimpa ugonjwa wa ajabu, ikawa kila baada ya muda viungo vyake vinapuputika kwenye mwili wake. Ilianza kidole kidogo hiki kuanguka kwa kuyeyuka. Baada ya muda kidole hiki akawa nakimbia, inakwenda namna hiyo, ikaenda vidole vingine, vikaenda vidole vya miguu, ikaanza mkono wa kulia, ikaenda mkono wa kushoto, na yeye anakimbia, miguu iliachwa. Alafu akawahi kupanda farasi. Namna gani alipanda haikuelezwa. Akakimbia mpaka akafika Yemen, akiwa kidude kidogo dogo tu kama ndege tu, maana mwili wake wote unapuputika. Alipofika pale Yemen, akawahi kusema neno moja tu, kwamba tumeshindwa kubomoa nyumba ya Mungu. Baada ya kumaliza kusema neno hili, kifua chake kikapasuka, moyo wake ukaanguka na viungo vyake vyote vikaanguka, kafilia mbali. Hii ndio habari fupi sana ya huyo Abraha. Lakini mtu mwingine aliyeokoka ni waziri wake. Waziri wake kila akikimbia na yule ndege ndio anamfuata juu tu, mwenye jiwe lake yule. Maana yale mawe, kila jiwe limeandikwa jina la yule ambaye inatakiwa nimwangukie. Akakimbia yule mpaka akafika Yaman, akavuka akaenda mpaka kwa Najashi. Najashi huyu ni babu yake yule Najashi aliyokuwa wakati wa Mtume akasilimu. Alipofika akampa habari zote zilizotokea tangu mwanzo walivyotoka Yemen kwenda kule mpaka kurudi yeye kufika pale. Alipomaliza kusema, yule ndege akaachia lile jiwe lake. Muujiza ulikuwa ni wale ndege wenyewe. Wale ndege, kila ndege amebeba mawe. Mawe hayo matirio yake ni moto. Yeye alobeba ameweka mdomoni, haungui. Ameshika mkononi, haungui. Yani katika miguu yake, yeye mwenyewe haungui. Yule anayemwangushia tena bila kukosa, akiacha lile jiwe limeandikwa jina, linakwenda kwa yule alokusudiwa, mwenye jina lake. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, jiwe lile likiingia utosini linatoka katika tupu ya nyuma. Humo ndani kila kitu kimeshaungua. Yule mtu anaanguka ndo anakufa. Kwa hiyo wengi walikuwa wamekimbia
wakidhani wanaweza kukimbia uwezo wa Mungu. Kila wanaokimbia ndege ndio wanaofuata kule kule, maana ndege wako angani. Hawakuwa na fikra ya kuwapiga wale ndege, maana yake wanaona wanakufa, wanakimbia. Mpaka walipomalizika ndege wakarudi tena upande ule wa bahari ya Jidda na kuondoka. Hawakujulikana wameenda wapi, na walitokea njia ndio hiyo hiyo. Anasema alam yaj'al kaidahum, hivi hakujalia, maana amejaalia Mwenyezi Mungu kaidahum, vitimbi vyao, fi hadmil kaabati, katika kutaka kuivunja al-Kaaba, fi tadlilin, katika upotevu, maana kupata hasara na kuangamia. Wa arsala alaihim, na akawatumia tayran ababil, ndege wanaoitwa ababil, makundi kwa makundi. Tarmihim, ndege hao wanawatupia lile jeshi, bihijaratin, kwa jiwe, min sijil, linalotokana na moto, maana material ya kutengeneza jiwe lile ni moto. Maana yake ni qumbulatun samawiyatun, ni bomu kutoka mbinguni hilo. Faja'alahum, akawafanya Mwenyezi Mungu wawe kaasfin ma'kul, kama majani yaloliwa na mnyama, kisha akaenda haja mnyama yule na yale majani yanaonekana katika kile kinyesi. Ndio walivyokuwa baada ya kuungua na lile jiwe. Hiyo ndio habari kwa ufupi sana ya ashabul fil. Ashabul fil, huyu mtu anaitwa Abraha, jina lake anaitwa Ashram. Na maana ya Ashram ni mtu aliyobabataa pua yake, haijachongeka hivi, imerudi nyuma. Sababu yake alifanya makosa, baba yake akampiga na kikoto, akakwepa, kikapiga kwenye pua ikaingia ndani. Kwa hiyo jina lake naye akaitwa Ashram. Ashram maana yake mwenye pua iliyobabataa. Yeye huyu alikuwa ni gavana, maana zamani ilikuwa Eritrea na Ethiopia ni nchi moja. Baadaye wamejitenga Eritrea, lakini Habesh ni Eritrea. Zamani ilikuwa tunasema Habesh ni Ethiopia, kwa sababu ilikuwa ni nchi moja pamoja na Eritrea. Lakini Eritrea ilipojitenga, ndo inaelezwa kwamba Habesh, nchi ya Habesh ni Eritrea. Hiyo walotoka hawa, wao walitawala Yemen, kipande cha Yemen walikitawala, ambayo iko pamoja na Najran na Sanaa na Beidha. Sehemu hizo zote walitawala wao, na ikawa gavana alowekwa ni Abraha. Abraha akakuta kwamba Waarabu wa Yemen ikifika wakati wa msimu wa hija, mfungo 3, wanasafiri wote, wanachukua mali, wanakwenda nazo Maka.
kwenda kufanya biashara. Abraha akauliza, hawa wanakwenda wapi? Akasema hawa wanakwenda kuhiji. Maana hija ilikuwepo tangu wakati wa Nabiullah Ibrahim na Ismail, baadaye imeharibiwa, lakini ilikuwa inaendelea mpaka mtume amekuta hija. Kisha yeye alipoletewa sharia ya hija ilibadilishwa yote. Sivyo vile walikuwa na hiji wao walikuwa naruhusiwa kwa usiku mtu kuhiji akiwa uchi. Habari hiyo haikwemo katika hija ya Kiislamu. Basi wanakwenda huko, na wakienda huko wanaenda kufanya na biashara. Akafanya hasadi, kwa nini Waarabu wanaenda zao kufanya biashara Maka, wasifanye biashara hapa Sanaa, sisi tukapata faida, wasipate wale Waarabu wa Maka. Kwani huko kuna nini? Akaambiwa huko kuna Al-Kaaba. Akasema mimi nitakujengeni hapa, badili ya kwenda watu wa Yemen kwenda zao Maka, watakuwa wanakuwa hapa hapa, bali watu wengine watakuja hapa. Akajenga kanisa. Kanisa lile ni kubwa, limekwenda juu mpaka mtu mwenye kuangalia namna hii anainama sana mpaka kofia inaweza kumwanguka. Ikaitwa Qulaysun, maana qalansua tasqutu binadharihi ila a'lahu, kwa sababu kofia inaanguka kwa ajili ya kutizama kule sehemu yake ya juu. Kwa hiyo ikaitwa Qulaysun. Sasa katika wale walikuwa wanashiriki katika vibarua, katika kazi za ujenzi, alikuwepo Mkureishi mmoja katika Bani Kinana. Yeye huyu akasubiri, maana namtia uchungu, maanake kila siku akija yule Abraha kuja kuangalia kazi inavyoendelea, yule mfalme ambaye ni gavana wa yule Najashi, yeye husema maneno haya kwamba nitahakikisha watu hawaendi kule Maka, na yeye ni mtu wa Maka. Neno lile linamtia uchungu. Kwa hiyo ikapambwa kwa rukham. Rukham ni mawe meupe na rangi ya manjano na rangi ya kijivu, mawe yale kama yale tunaotia kwenye tarazo, aina ile inaitwa rukham. Kisha baada ya kupambwa vizuri, ikaoshwa na maji yaliyotiwa mafuta mazuri. Kanisa zima likaoshwa, ili siku ya pili itakuwa ni siku ya ufunguzi, mfalme atakuja kufungua, na yeye alishiriki katika kazi zote, maana yeye ni kibarua analipwa kutwa. Kisha wakati wa kufunga jioni lile kanisa, ili asubuhi aje kufungua, yule mfalme yeye alijificha mule ndani. Kisha akaenda kule kwenye kibla chake, akaenda haja. Kisha alikuwa nacho chombo kile cha ufundi kile, simnakijua kile mwiko unaitwa ule. Akachukua ule mwiko, akachukua ile mavi, akapakaza kwenye kibla chao. Asubuhi wakati wa ufunguzi, maana kile kanisa limefungwa, na mambo haya ameyafanya mapema, ameyafanya magharibi.
na baada ya kufanya akafungua dirisha akaondoka. Na alipotoka pale akajua mimi nitajulikana, kaondoka kabisa huko kwao, kutoka Yemen akaondoka kabisa na ngamia kwenda Maka. Bila ile imekuwa ni peke. Ilipofunguliwa ile harufu inakuja. Ilipokuja ile harufu akasema, man tajarraa bina, nani alofanya jeuri ya kutuchokoza sisi? Akatuma makachero wake wachunguze ni yupi alofanya kitendo kile. Ripoti ikaja kwamba aliyefanya jambo lile ni mtu kutoka Maka, naye ni katika kabila lenye kusimamia ibada Maka, yani kabila la Makureishi. Akapeleka habari kwa Najashi, nataka uniletee tembo. Akaletewa tembo anaitwa Mahmud na tembo wengine 20, 12. Akatayarisha jeshi la watu 60,000 kwenda huko. Hii ndio safari tutaieleza kesho, namna alivyokwenda mpaka kubomoa. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Kesho tukihudhuria tutaeleza safari ya Abraha na jeshi lake kwenda Maka. Wallahu wa rasuluhu a'lam.